Taarifa kutokea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma. Jeshi la polisi nchini linapenda kuutaarifu umma wa Watanzania kuwa kufuatia matukio ya vurugu, uporaji wa mali na uvunjifu wa amani yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa, na kusababisha madhara kwa binadamu, kuharibu mali nyingi za umma na za watu binafsi, kulileta athari kubwa. Mbali na athari kwa uhai na maisha ya watu, waliofanya uhalifu huo waliharibu na kuchoma moto mali za umma kama vile ofisi za TRA, TAKUKURU, mahakama, ATM za baadhi ya benki, vituo vya polisi, vituo vya mabasi ya mwendokasi kutoka Kimara Mwisho hadi Magomeni na kutoka Magomeni hadi Moroko, ofisi za serikali za mitaa, kuchoma moto barabara za lami na zege kwa kutumia matairi, na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi pia walichoma moto na kuharibu magari ya umma. Aidha, mali za watu binafsi ziliharibiwa na kuchomwa moto kama vile vituo vya mafuta, maduka mbalimbali, magari makubwa na madogo kuchomwa moto. Pia walifanya uporaji wa mali na pesa za watu kutoka maeneo mbalimbali ya biashara. Pamoja na kwamba baadhi ya waliopanga na kutekeleza uhalifu huo wamekamatwa na kuanza kufikishwa mahakamani, Jeshi la Polisi nchini kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linaendelea na msako mkali wa kuwatafuta wale wote waliopanga, kuratibu na kutekeleza uovu huo. Aidha, wakati wa hatua hizo zinaendelea, jamii inaombwa kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kutoa taarifa za watu wote waliohusika ili hatua sahihi za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Pia kufuatia uchunguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa, Jeshi la Polisi linawasaka kwa ajili ya kuwakamata wafuatao: Josephat Gwajima, Brenda Jonas Rupia, Johnny Mnyika, Godbless Jonathan Lema, Machumu Maximilian Kadutu, Deogratias Cosmas Mahinyila, Boniface Jacob, Hilda Newton, Awadhi Kalonga na Aman Golugwa. Jeshi la Polisi linawataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja watakapoona taarifa hii popote pale walipo. Katika hatua nyingine, Jeshi la Polisi linawafahamisha kuwa hatua za kisheria kwa wahalifu ambao wamekwisha kamatwa zinaendelea kote nchini, na kwamba tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 2025 baadhi wamefikishwa mahakamani. Jeshi la Polisi linaonya kuwa mtu au kikundi cha watu wanaopanga kufanya uhalifu wa namna yoyote ile halitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yao. Pia Jeshi la Polisi linaendelea kutekeleza majukumu yake kwa uweledi katika kulinda raia na mali zao. Vile tunapenda kujulisha umma kuwa waendelee na shughuli zao bila hofu yoyote, na watoe taarifa mara moja pale wanapoona dalili yoyote ya uhalifu ama uvunjifu wa amani mahali popote pale, ili hatua kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa. Taarifa zitaendelea kutolewa kadri hatua za kisheria zinavyoendelea kuchukuliwa dhidi ya waliotenda uhalifu huo na wanaoendelea kupanga uhalifu wa aina yoyote ile. Imetolewa na msemaji wa Jeshi la Polisi nchini, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania.